Hii ndio hadithi ambayo tutakayoangalia katika darasa yetu hii ya leo biidhnillah jalla wa ala. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibayya فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. Kutoka Ibn Umar Allah mridhie na baba yake asema alinichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam au alinishika kama bega yangu kisha akaniambia kuwa katika dunia kama vile mgeni. Maana ishi katika dunia kama vile mgeni, katika sura ya mgeni au mpita njia. Fahamu kwamba wewe ni mpitaji, si mkazi wa kudumu. Na Ibn Umar baada ya kueleza hayo akawa asema pindi utakapojaliwa kufika jioni, ukifika jioni, wa idha amsaita, ikiwa utawafikishwa kuweza kuidiriki jioni, fala tantadhiri sabah, usisubiri asubuhi kwa sababu huwezi jua kama asubuhi utafika. Wa idha asbahta fala tantadhiri almasa, na pindi utakapojaliwa kufika asubuhi usisubiri jioni. Wa khudh min sihatika limaradhika, nachukua sehemu ya afya yako kwa kufanya mazuri yale ambayo unaweza ukashindwa kuyafanya kwa sababu ya maradhi. Wale tumia uzima wako kwa kufanya yale mambo mazuri kabla ya maradhi yako, na uhai wako utumie vizuri kabla hujafikwa na umauti. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها، usijikite katika dunia, wala tattakhidha watanan, wala usifanye dunia kwamba ndiyo makazi ya kudumu, wala tuhaddith nafsaka bilbaqa'i fiha, wala usizungumzishe nafsi yako kuhusiana na swala la kubaki katika dunia. Bimaana usifikirie katika nafsi yako katika swala la kubaki hapa duniani. Wala tataallaqu minha, wala nafsi yako usifungamanishe na hii dunia, illa bima yataallaqu bihi algharib, isipokuwa nafsi yako ifungamanishe na dunia kama vile ambavyo anajifungamanisha mgeni fi ghairi watanihi, katika mji usiokuwa wa kwake, alladhi yuridu dhahaba minhu ila ahlihi, ambao anataka kwenda kwa watu wake au familia yake. Yani maana mgeni siku zote anapopita katika mazingira huwa ni mpitaji, pale ni mapito, sio sehemu ya kudumu. Wazi? Sasa na wewe ishi katika dunia, au nafsi yako ifungamanishe na dunia kama vile mafungamano ya msafiri baina yake yeye na mji huo ambao ameenda. Bimaana ni sehemu amekwenda, na baada ya muda atalazimika kuondoka na kurejea katika nini? Katika mji wake. Wa hadha maana qawli Salman al-Farisi radiyallahu anhu, na hii ndiyo maana ya kauli ya Salman al-Farisi Allah amridhie aliposema
أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكبين. هي ndio maana ya kauli ya Salman al-Farisi aliposema ameniamrisha kipenzi changu Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa nisifanye hii dunia isipokuwa ni kama vile starehe ya mwenye kupita mpandaji tu, yani starehe ya msafiri, kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume akizungumza katika maana yake kwamba sioni hii dunia isipokuwa ni kama vile msafiri. Yani msafiri, tashbihi yake anasafiri, anaweza akafika sehemu mazingira mazuri yakamvutia akapumzika, lakini hatimaye akalazimika kuondoka katika mazingira hayo kwa sababu safari yake bado haijafanya nini, haijafika mwisho. Sawa? Katika mambo yaliyosemwa kuhusiana na zuhudu fi dunya, kuipa nyongo dunia na kuipa mgongo, ni kauli ya msemaji aliposema atabni binaa al-khalidin wa innama maqamuka fiha law aqilta qalilun laqad kana fi dhilli al-araki kifayatan liman kana fiha ya'tarihi rahilun. Atabni binaa al-khalidin wa innama, wajenga ndani ya dunia binaa al-khalidin, jengo la wale wenye kudumu, yani wajenga jengo la kudumu milele na kukaa muda mrefu. Wa innama maqamuka fiha, na hakika si vinginevyo mafikio yako na makazi yako ni ndani ya hiyo dunia. Law aqilta qalil, kwa maana kusudia ardh. Law aqilta, asema na makazi yako ndani ya hiyo dunia. Law aqilta qalil, kama ungelikuwa na akili ni machache mno. Atabni binaa al-khalidina, wajenga katika dunia jengo la kudumu. Wa innama maqamuka fiha law aqilta qalilun, yani wa innama maqamuka fiha qalilun law aqilta, hakika si vinginevyo makazi yako katika hiyo dunia ni machache kama utakuwa unatambua. Wazi? Ikiwa ni hivyo, vipi wajenga makazi ya kudumu, watumia nguvu kubwa, hali ya kuwa kama ungekuwa unatambua makazi yako katika dunia ni machache, maana kuna makazi ya kudumu huko ambayo yanahitaji maandalizi ya kutosha. Haya ni miongoni mwa maneno ambayo yamesemwa katika kuonesha kwamba usipupie sana nini dunia. Atabni binaa al-khalidina, wajenga majengo ya kudumu. Wa innama maqamuka fiha law aqilta qalilun, na hakika makazi yako katika hii dunia kama ungetambua ni machache. Laqad kana fi dhilli al-araki kifayatan, hakika ingelikuwa katika kivuli cha arak. Arak ni aina ya mti, ni aina ya mti, ni mti pia ambao hukatwa miswa, hutumiwa kwa iswaki, shajarat arak. Sasa hapa anasema laqad kana fi dhilli al-araki kifayatan, hakika ingelikuwa katika kivuli cha mti wa araki yatosheleza. Liman kana fiha, wa yule atakayekuwa ndani yake. Ya'tarihi rahilun, yusibuhu. Ya'tarihi kwa maana yusibuhu rahilun, anakipata yule mwenye kusafiri. Nini maana beti hii? Nini maana beti hii? Sawa, asema yatosheleza katika kivuli, ingelikuwa inatosheleza katika kivuli cha mtu wa arak, kwa yule ambaye anapata kivuli, yule msafiri ambaye anapata kivuli hicho, ilikuwa yamtosha kuendelea kubakia hapo. Lakini pamoja na hivyo analazimika kuondoka na kukiacha kivuli hicho kwa sababu ni nani? Ni msafiri. Nafahamiana vizuri? Hii ndiyo maana ya nini? Ya baitun. Kwa maana kwamba mtu anapokuwa ni msafiri, kama nilivyotanguliza hapo, wakati mwingine anakaa chini ya mti kupumzika, jua kali, anapata kivuli kizuri na hali ya hewa nzuri, lakini analazimika kufanya nini?
kuondoka kuacha raha hii na hali hii nzuri ya hewa na kivuli hichi, kwa sababu yeye ni rahil, ni msafiri, anaacha na kuelekea na nini, na safari yake. Kwa hiyo mfano wake hii dunia pia, hii dunia si sehemu ya kudumu, bali ni sehemu ambayo ni ya kupita. Hata kama utaona kwamba kuna raha, una starehe, lakini fahamu kwamba ni sehemu ya kupita, na hapo upo safarini, na hizi raha unazoziona utaziacha na utaelekea katika safari nyingine na makazi ya kudumu. Wazi? Tayeb, wa mimma qila fi zuhdi fi dunya, na miongoni mwa mambo yaliyosema katika kuonesha kuto kuipa kipaumbele dunia, bali kuipa nyongo dunia, pia ni kauli ya msemaji aliposema tarjul baqa'a bidarin la baqa'a laha wa hal sami'ta bi dhilli ghairi muntaqili. Tarjul baqa'a bidarin la baqa'a laha, wataraji kubakia katika nyumba ambayo haidumu, haibaki. Tarjul baqa, watarajia kubakia, bidarin la baqa'a laha, katika nyumba ambayo haiwezi kabakia, vyovyote vile haibaki. Wa hal sami'ta bi dhilli ghairi muntaqili, na je, umeshasikia kivuli ambacho hakihami? Umeshasikia kivuli ambacho hakihami? Hakuna. Kila kivuli kinafanya nini? Sasa hapa anafanya tashbihi ya dunia. Unataka wewe kubakia katika makazi ambayo hayawezekani kubaki vyovyote vile, jiweke, jimakinishe vizuri, sawa, tengeneza maisha yako mazuri, ipupie dunia, lakini tayari ni darun la baqa'a laha, ni nyumba ambayo haibaki milele, haidumu. Sawa, sasa anakuuliza, sema wewe umeshawahi kusikia kivuli ambacho hakihami? Sinaeleka uzuri? Jawabu ni kwamba hakuna. Kivuli pamoja na uzuri wake huwa kinafanya nini? Kinahama. Wazi ya jamaa? Waqala akhar, na akasema mwingine pia, sujinta biha wa anta laha muhibbun fakaifa tuhibbu ma fihi sujinta. Sujinta biha wa anta laha muhibbun, umefungwa wewe katika hiyo dunia na hali ya kuwa wewe unaipenda hiyo dunia. Yani umefungwa katika dunia, wazi, na hali ya kuwa wewe waipenda hiyo dunia ambayo ndani yake umefungwa. Fakaifa tuhibbu ma fihi sujinta, vipi wapenda kile ambacho umefungwa ndani yake? Unakipenda vipi wakati ni kifungo hicho? Wazi? Kwa maana dunia hii ni sehemu ya kifungo, majaribio. Sawa? Vipi wapenda sehemu ambayo ni mtihani kwako wewe, badala ya kujikita kwa Allah tabaraka wa taala kwa kukithirisha khairat? Wazi? Tayeb, kisha endelea asema fala talhu bidarin anta fiha. Sawa? Usipumbazike, usipumbazike na makazi ambayo wewe uko ndani ya nyumba, na nyumba ambayo wewe uko ndani yake. Tufariqu minka yawman ma lahauta. Sawa? Tufariqu minka yawman ma lahauta, vitafarikiana na wewe siku moja vile ambavyo vilivyokupumbaa, bimaana utatengana navyo. Usipumbazike, usihadaike, sawa, kwa nyumba ambayo wewe uko ndani yake, hali ya kuwa hivyo vinavyokupumbaa siku moja vitatengana na wewe. Wazi? Bimaana utatengana navyo na utaviacha. Hapa afanya tashbihi ya dunia, isikushawishi, isikuhadae kwa vile vilivyomo, hali ya kuwa ipo siku moja utafarikiana na vitu hivyo au utatengana navyo. Tuko pamoja? Watut'imuka at'ama, na hiyo nyumba inakulisha chakula, inakupa chakula. Wa an qaribin satut'amu minka ma minha ta'imtaha, na muda si mrefu nawe pia
satut'amu minka ma minha ta'imtaha. Nyumba hii tashbihi ni dunia, tu'tika at'am, sawa, inakupa chakula, lakini muda si mrefu satut'amu minka, na yenyewe hiyo itapewa chakula kwa kutoka kwako wewe, ma minha ta'imta, vile ambavyo ulifanya ulivyovila. Sieleka vizuri, kitakula mwisho wa maisha yako ya duniani utaenda kuliwa, utaingia katika udongo. Wazi, dunia inakupa taakul wa tashrab wa ghayruha min almaladhat, sawa, lakini muda mchache tu na wewe pia utaenda kufanya nini? Utaenda kuilisha hiyo dunia. Kwa la talhu bidarin wa anta fiha tufariqu minka yawman ma lahauta wa tut'imuka at'ama wa an qaribin satut'amu minka ma minha ta'imta. Sawa. وفي الحديث دليل على قصر الأمل. ndani ya hadithi hii kuna dalili ya nini? Qasrul amal, kuwa na malengo mafupi. Qasrul amal ni malengo mafupi. Hadithi hii tunaona ndani yake kuna dalili ya kuonesha kwamba mwanadamu anatakiwa awe na malengo mafupi hapa duniani, katika dunia. Wa taqdimu tauba, na kutanguliza tauba, wal isti'dadu lil maut, na kujiandaa kwa ajili ya kifo. Sawa. Fa in amala falyaqul, ikiwa ataweka matarajio basi aseme. Kama atakuwa na mikakati na malengo, mipango, basi aseme insha Allahu ta'ala, kwamba Allah akifanya nini, akitaka. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا, wala usiseme kwa kitu chochote kuwa hakika mimi nitafanya hilo kesho, illa an yasha Allah, isipokuwa pale ambapo Allah tabaraka wa taala atakapotaka. Wa qawluhu radiyallahu anhu, na qawli yake radiyallahu anhu, wa khudh min sihhatika, amarahu radiyallahu anhu, Mtume amemwamrisha, Allah amridhie, Ibn Umar, an yaghtanima awqat as-sihhati bil amali as-salih fiha, afaidike na wakati wa afya yake kwa kufanya amali nzuri ndani ya wakati huo. Fa innahu qad ya'jazu 'ani as-siyami wal qiyami wa nahwihima li'illatin tahsulu min al-maradi wal kibari, hakika qad ya'jazu 'ani siyam, sawa, anaweza akashindwa kufunga, wal qiyam, na kusimama, wa nahwihima, na mfano wa hayo mawili. Hapa kusudia mfano wa ibada zingine zisizokuwa kusimama na kufunga, aweza akashindwa kuyafanya hayo li'illatin tahsulu min almaradi walkibar, kwa sababu ya kupatwa na maradhi au utu uzima. Kama tulivyotanguliza hapo, yatumie fursa ya uzima wake kufanya yale mambo ambayo anaweza akashindwa kuyafanya kwa sababu mbalimbali huko mbeleni. Wazi? Wazi? طيب. قوله رضي الله عنه ومن حياتك لموتك، أمره رضي الله عنه بتقديم الزاد، amemwamrisha Allah amridhie, bimaana mtume kamwamrisha Ibn Umar Allah amridhie, bitaqdimi zad, kutanguliza nini? Zad. Sawa, kutanguliza nini? Zad. Lakini hapa katika nukta hizi kuna angalizo. Hadithi yetu sisi imeishia kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabil.
alafu wakana ibn Umar yaqulu, sawa, kwamba ibn Umar ndio alikuwa akisema idha amsaita fala tantadhiri sabaha, ukiamka ukifika jioni usisubiri asubuhi, na ukifika asubuhi usisubiri jioni. Haya ni maneno ya nani? Tayeb, sasa hapo tunasema wa qawluhu radhiallahu anhu wa khudh min sihatika, ay amarahu radhiallahu anhu, alimwamrisha. Sawa, alimwamrisha Mtume, sio? Mtume kamwamrisha nani? Wapi kamwamrisha? Katika hadithi yetu haionyeshi kwamba kaamrishwa. Yeye kaambiwa kun fi dunya kaannaka gharibun au abiru sabili. Wazi? Tuko pamoja? Sheikh anasema lililokuwa sahihi ni kwamba hii ni kauli, ni maneno katika maneno ya nani? Ya Ibn Umar radiyallahu anhu. Tunaelewana vizuri eh? طيب, ومن حياتك لموتك. Kwa hiyo amarahu radiyallahu anhu tunasema lilikuwa sahihi, si kwamba mtume alimwamrisha, bali haya ni maneno ya nani? Haya ndio anayasema mtunzi hapa, kama as-sawab ma athbatnahu fa huwa min kalam ibn Umar radiyallahu anhuma. طيب, بتقديم الذات, kutanguliza nini? Matendo, sio hazina. Atangulize zadi, amal. Sawa, Allah anasema watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa hadha ka qawlihi ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Na hii kauli kwamba wa min hayatika limautika, kwa maana tanguliza matendo mazuri, ni kama Allah alivyosema ya alladhina amanu taqullah, enyi mlioamini mcheni Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, na nafsi itazame ni kipi ambacho imetanguliza kwa ajili ya kesho. Wazi? Wala yufritu fiha, wala mtu asivuke mipaka katika dunia, hatta yudrikahu almautu, mpaka akaja kukutwa na umauti, fayaqul, kisha akasema rabbi irji'un, Mola nirejeshe, la'alli a'malu salihan fima taraktu, hakika au huenda nikafanya mema katika yale niliyoyaacha. Kwa maana yule ambaye hafanyi matendo mema hapa mpaka anapodirikiwa na umauti huwa anajuta na kutamka maneno haya, Mola naomba nirejeshe, huenda nikafanya mazuri katika yale niliyoyaacha sikuyafanya, basi niende nikayafanye huko duniani. Wazi? Allah anambia kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Wazi ya jamaa? طيب. قال الغزالي رحمه الله تعالى ابن آدم بدنه معه, asema mwanadamu mwili wake yuko pamoja nao. Kashabaka, kama vile nini? Shabaka, kama vile wavu. Yaktasibu biha al-a'malu salihah, anautumia kuvuna wavu huu matendo yaliyokuwa mazuri. واضح؟ طيب. فإذا اكتسب خيرا, ikiwa atachuma khairi kwa kutumia shabaka hiyo, thumma mata, kisha akafa, kafahu, sawa, hilo litamtosha, hizo khairi zitamtosheleza. Walam yahtajju ba'da dhalika ila shabaka, wala hatuhitajia baada ya kufa kwake shabaka, wavu. Wa huwa albadanu, nao ni mwili, faraqahu bilmaut, ambao umekuwa tofauti na yeye kwa sababu ya nini? Ya umauti. Mwili ndio sehemu ya wavu wake anaotumia kufanya mambo ya khairi,
kama atafanya khairi duniani hapa basi hayo mambo yatamfaa, na baada ya kufa roho yake kutengana na mwili ambao ndio shabaka, hatohitajia tena huo mwili, atatosheka na yale matendo mema aliyofanya nini, aliyafanya. wazi. wala shakka anna al-insana idha mata, na hakuna wasiwasi, hakika mwanadamu pindi anapofariki, inqata'at shahwatuhu min ad-dunya bihi واشتهت نفسه العمل الصالح. نعم. pindi anapokufa mwanadamu shahawatuhu tanqati, yale matamanio yake yafanya nini, ya katika duniani, tena hana matamanio ya chochote katika dunia hapa. washtahati nafsuhu al-amala as-saliha, na nafsi yake inakuwa ni yenye kutamani yale matendo mema. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana? Baada ya kufa wewe tena nafsi yako tena haitamani shahawatu dunia, bali inahitajia yale matendo mema ya kusaidia sasa, kwa sababu hakuna matendo pale, hakuna kufanya amali tena. Wazi? Bali kitakachokufaa ni kile ulichofanya nini, ulichokitangulia. Li'annahu zadul qabr, kwa sababu hiyo ndio nini, hazina ya kaburini. Fa in kana ma'ahu istaghna bihi, akiwa na hiyo zadi, hayo matendo akiwa nayo, basi atatosheka na hayo, yatamfaa. Wa illam yakun ma'ahu, na kama hatakuwa na hayo matendo mema, talaba ar-ruju'a minha ila ad-dunya liya'khudha minha az-zada, ataomba kurejea katika dunia ili aweze kuchukua maandalizi. Wadhālika ba'da ma ukhidhat minhu ash-shabaka, na hapo ni baada ya kuwa tayari ameshachukuliwa ule wavu wake ambao ni mwili wake, tayari umeshachukuliwa, inabaki ni nafsi ndio nakulia na kutamani kurudi katika dunia. Fayuqalu lahu, ataambiwa hayhata qadifata. Hayhata qadifata. Hayhata hadha ismu fi'lu madhin bimaana ba'da. Hayhata, liko mbali hilo unalolihitajia. Hayhata, liko mbali hilo unalolihitajia, huwezi kulipata. Qadifata, limeshapita, si wakati wake huu. Fayabqa mutahayyiran daima, anabaki kuwa ni mwenye kutahayari muda wote. Nadiman, hali ya kuwa ni mwenye kujutia. Ala tafritihi, juu ya kule kuvuka kwake mipaka. Fi akhdhi zadi, katika kuchukua maandalizi. Qabla intizai shabaka, kabla ya kuondolewa huo wavu. Falihadha qal, kwa sababu hii akasema Ibn Umar radhiallahu anhuma, wa khudh min hayatika limautika, chukua nafasi ya uhai wako ili ukufae katika umauti wako. Fala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim, hakuna ujanja wala hakuna nguvu isipokuwa ni kwa Allah al-ali al-azim, aliyekuwa juu na mkuu. Hii ni sehemu ya sharhu ya al-Imam an-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a katika sehemu ya hadithi hii. واضح. قال الإمام ابن دقيق رحمه الله، أسمع الإمام ابن دقيق قال الإمام أبو الحسن علي بن خلف في شرح البخاري، قال أبو الزناد: معنى هذا الحديث الحظ على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا. قال أبو الحسن: بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط إلى الناس مستوحش منهم، إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه ويأنس به ويستكثر من مخالطته، فهو ذليل خائف. وكذلك عابر السبيل لا ينفد في سفره إلا بقوته عليه وخفته من الأثقال غيره، متشبث بما يمنعه من قطع سفره
ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده. وهذا يدل على إيثار الزهد في الدنيا ليأخذ البلغة منها والكفاف، كما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره، كذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه. طيب، أسمع الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أسمع الإمام أبو الحسن علي بن خلف في شرح البخاري قال أبو الزناد: معنى هذا الحديث، معنى حديثه الحظ على قلة المخالطة، ونهميزو juu ya uchache wa al-mukhalata. Sawa, mukhalatatun wa qillatul iqtina. Ndani ya hadithi hii tunahimizwa juu ya kupunguza mtu kujichanganya sana katika dunia na kujishughulisha, lakini pia vile vile tunahimizwa katika qillatul iqtina. Al-iqtina bimaana jam'un wa ittikhadhuha li nafs. Tunahimizwa pia kuwa yani tusiwe ni wengi ni wenye kutaka kukusanya mali nyingi au vitu vingi kwa ajili ya nafsi zetu, bali tuwe na qillatul iqtina, uchache wa kukusanya. Wazi? Uchache wa nini? Wa kukusanya vitu katika dunia, kwamba wataka jamuu wewe kusanya tu kila kitu wataka. Wazuhudu fi dunya, pia vile vile na kufanya nini? Zuhudu katika nini? Katika dunia. Wazi ya jamaa? Zuhudu tunasema kuipa nyongo nini? Dunia. Wazi? Bayanu dhalik, ubainifu wa hilo, anna al-ghariba qalilu al-inbisat ila an-nas, mgeni ni mchache sana wa kujiachia kwa watu, kufunguka kwa watu. Sawa? Yani mgeni utakuwa ni muoga kwa watu, hajiachii. Sawa? Mustawishu minhum, akiwa na wahsha, akiwaogopa, akiwa anawaogopa watu hao. Wazi ya jamaa? Akiwa anafanya nini? Anawaogopa. Tashbihi hii ina maana gani? Tashbihi ina maana gani? Kuwa katika dunia kama mgeni. Mgeni anakuweje katika dunia? Mgeni anaposafiri kwenda katika watu asiyewatambua, sawa, huwa hawezi akajichanganya akajiachia moja kwa moja hali ya kuwa ni mgeni. Ana hofu, si mgeni na yuko ugenini, lakini pili vile vile anaamiliana na watu katika hali ya kuogopa, mustawhish min alwahsh, akiwahofia watu hao. Tuko pamoja? Haya ndio anayofanya nini? Anayakusudia katika maneno yake haya. Baadhi ya jamaa, naktafi bihadha, tutakomea hapa katika nukta hii, na wiki inayokuja biidhnillah tutaanzia hapo ili kumalizia. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.